Sayyidina Idris ilikuwa ni miongoni mwa watoto wa Shith. Shith ambaye ni mtume miongoni mwa mitume wa Mwenyezi Mungu, mtoto wa Adam. Lakini maa al-asaf ash-shadid, kisa cha Sayyidina Idris hakikuwa kisa mutawala kama visa vingine vya mitume wengine. Mwenyezi Mungu alituona sisi tutatosheka atakapomtaja tu kwa kumwambia Mtume Muhammad, wadhkur fil kitabi Idris. Hebu kitaja kitabu cha Idris. Alikuwaje Mtume Idris? Innahu kana siddiqan nabiyya, alikuwa mtume siddiqan. Tena nini baada hapo? Sema warafa'nahu makanan aliyya, tulimnyanyua Idris tukampeleka katika sehemu kubwa, tukamweka katika sehemu ali, sehemu tukufu, sehemu ya juu kabisa. Huyu ni Idris ibn Yard ibn Mahlayil alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Sayyiduna Idris inaelezwa katika history kwamba huwa awwalu man khatta bilqalam, awwalu man khatta bilqalam, mtu wa kwanza kabisa aloweza kuitumia kalamu na kuiandikia, ndio Sayyidina Idris. Na siku alipokuwa akiishi ilikuwa kuna akthar min 70 lugha, zaidi ya lugha 70 zilikuwepo katika wakati wake. Allamahu Allah ta'ala jamia al-lughati, na Mwenyezi Mungu alimfundisha ikawa lugha zote 70 Idris anazizungumza. Na ilikuwa vile vile ni fundi mtengenezaji, alikuwa na vitu vingi anafanya. Ilikuwa Mwenyezi Mungu kamfundisha mambo mengi katika ardhi. Kwa hiyo alikuwa mtu ambaye ana elimu nyingi Sayyidina Idris. Limadha rufi'a ila makanin ali wa kaifa rufi'a ila dhalika almakan, alifikaje katika sehemu hiyo? Warafa'nahu makanan aliyya, alifikaje Idris? Idris alikuwa na kijana mmoja au alikuwa na malaika mmoja rafiki yake. Sayyidina Muhammad alikuwa ni rafiki wa Sayyidina Jibril, na kuna marafiki tu baina ya malaika na wanadamu kama tulivyosimulia katika history zilizopita. Sasa Sayyidina Idris alikuwa na sahiba au rafiki katika malaika, akizungumza naye habari za dunia na akhira, wakibadilishana kuhusu kupanda kwa amali za waja wema, na mara nyingine akimchukua akitembea naye katika ulimwengu. Siku miongoni mwa siku malaika alimpandisha mgongoni Sayyidina Idris, akasema leo ninakuchukua kwenda kutembea mbinguni. Allahu akbar. Anakwenda kufanya msafara wa darsa kuangalia malakutu samawati wal ardh, kama alivyoletwa Sayyidina Jibril kumpa mwaliko Mtume Muhammad kwamba inna rabbaka yad'uk, Mola wako na kuita. Anakuambia leo uende, kuna hafla maalum imeandaliwa, kwa hiyo twende ukatembee huko. Na Mtume akaenda tena, akatumia chombo, sio Mercedes Benz 500, la, ilikuwa ni Buraq. Pale mahali ambapo kwamba anaona mwisho kutizama, ndipo anapoweka mguu wake kwa spidi kale alikuwa nayo. Ndio maana akaitwa Buraq, kalimatun mushtaqatun min albarq. Ule umeme ule unavowaka siku za mvua kali unaitwa barq, anasema ra'dun wa barq, radi na barq. Kwa hiyo vile unapokwenda spidi kali yake, yule mnyama kama kapewa jina lake kaitwa Buraq. Kwa hiyo spidi yake ni kama spidi ya barq inapokwenda. Bwana Mtume SAW akapanda juu ya mgongo wake, akafika mpaka mbingu ya kwanza, akapiga hodi, akafunguliwa. Akaulizwa nani? Akasema Muhammad wa maahu Jibril. Au qad bu'itha? Akasema naam. Akamwona Adam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, akasema marhaban bilibni salih wa bin nabiy salih, karibu mtoto mzuri, karibu mtume mwema. Akaingia mbinguni bwana Mtume. Alipofika mbingu ya 4 ndipo akamwona Sayyidina Idris samai ar-rabi'a. Katika mbingu ya 4 raa Idrisa, akamwona Mtume Idris. Anasema waqad rafa'ahu Allahu makanan aliyya,
na Mwenyezi Mungu amemnyanyua akamweka katika sehemu ya juu kabisa. Sasa kaifa wasala Idrisu ila dhalika almakan, alifikaje Nabii Idris katika sehemu ile tukufu ya aliyan? Malaika anambia, ya Khalili, ewe rafiki yangu, twende leo nikupeleke katika malakutu samawati wal ardh, upate kuona mambo yanavyokwenda na hivi. Ameingia mbinguni malaika yule, njiani wakakutana na malaika mwingine anaitwa Azrail. Na malaika Israil ni malakun muwakkalun biqabdi arwahina au arwahi alibad, malaika ambaye kazi yake ni kutoa roho za watu, ima kwa upole au ima kwa kishindo. Mwenyezi Mungu ajalie roho zetu zitolewe kwa upole. Malaika huyu kazi yake hiyo tu. Kwa hiyo ana kwa ana akaonana na malaika rafiki wa Sayyidina Idris, akazungumza naye kwa kama kusalimiana. Idris yuko mgongoni kwa malaika. Malakul maut bainama kana yatajathabani atraf alhadith, walipokuwa sasa wanazungumza baina malaika wawili wale, dhakara khalilu Idris, yule malaika rafiki wa Idris akamtaja Idris na maneno alikuwa anazungumza kule duniani. Katika mazungumzo yao na malakul maut akamtaja Idris. Malaika al-maut akauliza, kwani aina Idris, yuko wapi Idris? Maadamu umemtaja Idris, by the way, yuko wapi Idris? Bilmunasaba, yuko wapi Idris? Anambia, kwa nini unamuuliza? Anasema, laqad ba'athani Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu amenituma akaniambia, iqbid ruha Idris fi samai rabi'a, nenda kachukue roho ya Idris katika mbingu ya 4. Wa ana ajab, lakini mimi nashangaa time yake imebaki sekunde chache tu niichukue roho yake, lakini nimeambiwa nikaichukue mbingu ya 4, na mimi najua huyu mtu haishi mbinguni, anaishi ardhini. Sasa nitafika vipi kule nikaichukue roho yake kwa wakati huu, wakati yeye yuko katika ardhi na mimi niko hapa sasa katika mbingu ya 4? Akasema, hadha Idris, Idris huyu hapa. Idris umekuja naye? Akaambia ndiyo. Basi anaambia, Mwenyezi Mungu kanituma hapa mahala tulipo sasa hivi nije nichukue roho ya Idris, kwa sababu kila roho imepangiwa mahala pa kutoka wapi. Kuna mambo 4 au 5. Inna Allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 5 umur min al-ghayb la ya'lamuhunna illa Allah. Mambo 5 ya ghaib, hakuna kiumbe yoyote anayejua isipokuwa Allah. Mungu mwenye ndio mwenye kujua mambo ya kesho yatakuwaje, kesho nini kitakachotokea. Inna Allaha indahu ilmu saa, na anajua ilmu ya kiyama, na anajua mvua itashuka wakati gani, na yeye ndio mwenye kuishusha mvua. Mpaka mwisho anajua kesho nafsi ya mwanadamu itakachokila kipi. Unaweza kumwambia mke wako, kesho nitengezee biriani nzuri ya kuku, wewe ukaisi utakula, kumbe huli. Atakuja kula mwingine kutoka Mombasa au kutoka wapi, ataikuta ile, na yule hakutarajia kwamba mimi nitafika kwa fulani nitakula hiki. Hii ni mipango ya Mungu tu, yeye mwenyewe ndio mwenye kukadiria, kiumbe hawezi. Kwa hiyo Idris imepangiwa roho yake itolewe katika mbingu ya 4. Malakul mauti anashangaa, na kisa kama hiki kilitokea wakati wa Sayyidina Suleiman ibn Daud. Sayyidina Suleiman siku miongoni mwa siku alitembelewa na malakul mauti katika jalsa yake. Walipokuwa wameonana na malakul mauti, anasema, akhadha malakul maut yanzuru ila waziri Suleiman bidiqqa. Malakul mauti ikawa anamtizama sana waziri wa Suleiman, msaidizi wake katika mambo, anamtizama sana mpaka Suleimani akapata wasiwasi, na yule bwana alikuwa anatizamwa akapata wasiwasi vile vile.
Kila akiongea na Suleiman anamtizama huyu mtu. Malakul mauti kaja kwa sura ya mwanadamu. Suleiman anazungumza naye friendly, lakini akizungumza Suleiman anamtizama waziri wake, tena im'anu an-nazri ala wajhi, kana kwamba anashangaa au anaona ajabu juu ya mtu huyu vipi. Alipoondoka malakul mauti, waziri akauliza, ya Suleiman, man hadha alladhi kana ma'ak, huyu mtu alikuwa pamoja nawe hapa katika kikao hiki alikuwa nani? Akauliza, ni mtu gani yule? Suleiman akamwambia, innahu malakul maut, huyu ni malaika wa mauti. Umemwona yule? Ni malaika wa mauti. Yule ndo mwenye kuvuta roho za watu, yule ndo mwenye kutoa watu roho. Kama umemwona basi ujue yule ni malakul maut. Akasema, ya Rasulullah, ya Nabii Allah, ewe mtume wa Mungu, malakul maut ilikuwa ni malaika wa mauti yule? Akamwambia ndio. Akasema, basi kwa hisani zako niombee dua, chukua upepo huu uamrishe, uambie mchukue mja huyu aende akakae katika biladul Hind. Sitaki tena kukaa sehemu ambayo malaika al-mauti kaja, naogopa mimi sehemu ambayo kakanyage malakul mauti tena niishi pale. Ya Suleiman, uamrishe upepo unichukue unipeleke jaziratul Hind, niende India huko. Suleiman akiishi mantika ya Palestina. Kwa nini sema la lam akun ajlis ala makanin jaa fihi malakul maut? Sitaki tena, nina wasiwasi mkubwa kukaa katika sehemu ambayo katembelea malaika wa mauti. Suleiman akasema sawa. Akauchukua upepo Suleiman, akautuma, akamwambia mchukue huyu mja wa Mungu mpeleke katika jaziratul Hind. Alipofika jaziratul Hind, yakawa yaliyokuwa. Muda mchache malakul mauti ameondoka, akarudi kwa Suleiman. Akamuuliza, ya malakal mauti, limadha kunta tudimu an-nadhrata ila waziri? Ewe malaika wa mauti, mbona ulipokuja mara ya kwanza ulikuwa ukimtizama sana waziri wangu? Ilikuwa kuna habari gani? Akamwambia Suleiman, inna fi hadha al-amr ajaba, hakika katika jambo hili kuna ajabu kubwa. Laqad arsalani Allahu ta'ala, ilikuwa Mungu kanituma akaniambia, idhhab waqbid ruha waziri Suleiman fi jaziratil Hind. Akaniambia kama unakwenda huko kaichukue roho ya waziri wa Suleimani katika bara la Hindi, roho yake kaichukue huko. Hapo ndo mahala alipopangiwa roho yake ichukuliwe. Wa ana indama jitu, nilipofika, raaituhu amamak, sikumuona India, namuona mbele yako, mko hapa Palestina nazungumza. Sasa nikashangaa, huyu mtu nimeambiwa roho yake nikaichukue chini ya mti kule India, sasa yuko hapa, atafika saa ngapi kule? Malakul maut anasemaje? Falamma dhahabtu hunaka, nilipokwenda katika ile sehemu ambayo tumepangiwa mimi na yeye tuonane, wajadtuhu yantadhiruni hunaka, nikampata yeye ndo mwanzo ananisubiri mimi kule. Faqadtu ruhahu, nikaichukua roho yake. Kwa roho zetu sisi, kila roho ya mtu imeshapangiwa wapi itatoka. Ya Rabbi salim, zisitolewe roho zetu katika mahali pabaya. Sababu wapo watu, yupo mtu maarufu ilichukuliwa roho yake katika kifua cha mwanamke malaya katika ardhi hii na karne hizi tunazoishi, na mifano mingi ipo. Mwingine inachukuliwa roho yake katika sehemu mbaya, mwingine inachukuliwa roho yake katika vitendo vibaya. Salim ya Rabb, roho zetu zichukuliwe na tuwe na husnul khatima, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaumba, kisha kaumba pepo na moto, kisha kachukua watu akasema, haulai ahlul janna wa bi'amali ahli aljannati sayamalun, hawa ni watu wa peponi na vitendo vyao vyote vitakuwa vya watu wa peponi. Wa haulai ahlun nar, na hawa ni watu wa motoni. Wa bi'amali ahli an-nar sayamalun, na vitendo vyao vitakuwa vya watu wa motoni tu. فلا تعجبوا من أحد حتى تنظروا بما يقضى أو يحكم عليه, msifurahie wala msishangae kumuona mtu na vitendo vizuri mpaka mtakapoona mwisho wake umekuwaje. Fulan 5 salawat, la, tizama kwanza mwisho wake ataondoka vipi duniani.
Limadha? Kwa sababu sema innahu, hakika inatokea mara nyingine, ya'malu ahadukum amala ahli aljanna, mtu anaweza kufanya vitendo vya watu wa motoni, vya watu wa peponi, hatta idha kana bainahu wa bainaha, mpaka iwe kati yake na kati ya pepo, lam yakun bainahu wa baina aljanna illa dhiraa, ni dhiraa moja tu aingie peponi. Kafanya vitendo vizuri, imebakia dhiraa tu aingie peponi. Mtume anasema fayasbiqu alayhi alkitabu, yatangulie maandiko aloandikwa kwamba huyu si mtu wa peponi, huyu mtu wa motoni. Fayatahawal, atabadilika, wayamalu biamali ahli an-nar, afanye kazi ya watu wa motoni. Fayadkhulu, na anaingia motoni baadaye. Fayadkhuluha, aingie motoni. Mtu anaweza kufanya vitendo vizuri, mwisho akamalizia na vibaya, na mtu anaweza kufanya vitendo vibaya, mwisho akamalizia na vizuri. Vile vizuri vikawa vingi na vizito kuliko vibaya, na vile vibaya mtu atakavyofanya mwisho wake vikawa vizito kuliko vile vizuri alivyovifanya miaka yote. Allah husnul khatima. Ndio maana Mtume alikuwa akisema, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulubi wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Mara moja unabadilika ghafla. Fulani bwana ilikuwa hatoki msikitini yule. Ilikuwepo kuna sahaba alikuwa akiitwa Hamamatul Masjid, njiwa wa msikitini. Baadaye Mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa akipiga salamu hamuoni, anauliza yuko wapi, anaambia kishashughulishwa na pesa zake na mali zake, hataki tena. Yeye na msikiti kama paka na chui, yeye na msikiti kama paka na panya, mbuzi na chui, hawaonani. Alikuwa akiitwa Thalaba. Mpaka mwisho akasema, mie sitoi zaka kwa sababu mie Muislamu, na zaka ni kodi ambayo wanafaa kutoa makafiri, na mie Muislamu nitatoaje zaka? Kamwambieni huyo Muhammad, mie sitoi kodi. Mtume kapewa salamu, ningesema ya waila Thalaba, ole wake Thalaba. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu anasema faaqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawna, Mungu akazipiga mihuri nyoyo zao kwa unafiki, hautoki muhuri ule mpaka siku ya Kiyama. Alikuwa Hamamatul Masjid, leo anaambiwa ana muhuri, tena muhuri mbaya huyo, hautoki mpaka siku ya Kiyama. Hakumalizia vizuri mambo yake, kamalizia vibaya. Kwa hiyo usione ajabu mtu anaweza kuwa mlevi, anaweza kuwa mtu fulani, lakini baadaye akarudi nyuma akasema mimi nimekosea, akaanza sasa kazi nyingine tena, akawa mutafawiq. Mwenyezi Mungu akamjalia siku ya kuondoka kwake ulimwenguni akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Na mtu mwingine kafanya ibada lakini aka lose control kidogo, siku ya kuondoka kwake akaondoka vibaya. Ile miezi 2-3 kabla ya kufa akafanya vitu Firauni hajawahi kuvifanya, akaondoka vibaya ulimwenguni. Kwa kila siku ukiomba mwambie Mungu, ya Rabbi nipe husnul khatimati inda al-maut. Elimu ya Mwenyezi Mungu ilipokuwa kubwa, Malakul Maut anashangaa, nimetumwa kuichukua roho ya Idris katika Jaziratul Hind, wa huwa alana amama Sulaiman ibn Daud. Mbona namuona mbele ya Sulaiman ibn Daud? Haya atafika saa ngapi kule? Na kutoka Palestina mpaka Hind, Jaziratul Arab mpaka India, atakwenda na nini mpaka afike leo? Lakini Sulaiman akaamrisha upepo, ngambia haya mchukueni mpelekeni anakotaka. Kumbe kule ndiko anakongojewa. Anasema walamma dhahabtu hunaka wajadtuhu yantadhiruni hunaka, nilipofika India nimemkuta yeye ndo ananisubiri mimi. Faqadtu ruhahu, nikaichukua roho yake. Wewe anauliza aina Idris? Huyo Idris tunayemzungumza yuko wapi? Anasema ha huwa fi dhahri, Idris huyo hapo mgongoni. Akaambia ajaban, Mungu kanaambia nichukue roho yake katika mbingu ya 4. Mwenyewe kishafika huyu, ikachukuliwa roho yake kule katika mbingu ya 4. Kwa hiyo ndio maana ya warafa'nahu makanan aliyan, akawa huko Sayyidina Idris alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam.